Uchaguzi mdogo wa Arumeru Magharibi mwaka 2012, kiongozi wetu Bwana Mbwambo alichinjwa kwa chainsaw, shingo ikakatwa kwa chainsaw. Hatukusema tukimbie mapambano. Leo viongozi wetu wanasema kwenda kwenye uchaguzi ni kupeleka watu wakauawe. Lakini twendeni tukazuie uchaguzi. Ni mapambano yapi yatakayomwaga damu? Sisi wa Chadema tutakapoanza kuwazuia wanachama wa vyama vingine na wananchi wanaohimizwa na viongozi wao wa dini kwamba wakashiriki uchaguzi, si mapambano ya wenyewe kwa wenyewe hayo? Ni wapi damu itamwagika zaidi? Tunataka hili Watanzania walitafakari na liwaingie. Tusipende kupeana maneno malaini ya uongo hivi. Leo baada ya chama kujitoa kwenye kushiriki uchaguzi, viongozi wa chama wanahaha, wanawaambia wana Chadema huko kwamba subirini, tunaweza kupata fursa ya kusaini. Tunasubiri huo muujiza, kwa sababu wako watu kwa maelfu na wengine wameshaanza kuondoka kwenye chama. Ndugu zangu, tumesikia kule Ruvuma madiwani wameondoka. Tumesikia kule Arumeru aliyekuwa mtiania wa ubunge mmoja wapo ameondoka kwenye chama, na wengine wanauliza tufanye nini? Kwa sababu wako wanachama wengi wa Chadema wenye ndoto za kuwatumikia wananchi wa maeneo yao. Wako madiwani 85 wakata wanauliza, kwa sababu tayari ni madiwani, wanaamini wamefanya kazi nzuri ya kuwawakilisha wananchi wao, kwa hiyo wanaweza kuchagulika tena. Wafanye nini? Wito wetu, tunawaomba watulie kwa sasa, wakati tukiendelea kutafakari pamoja na chama chetu. Tunawasihi na kuwashauri watiania wenzetu wote wa ubunge, udiwani na uraisi watulie ndani ya Chadema, wasifanye maamuzi ya haraka na ya hasira, wasihame chama wala wasikate tamaa za kuendelea na shughuli za kisiasa kwa wakati huu, kwani hata sisi tulioko mbele mnaotuona wa G55, watu wanafikiri G55 ni ya Mrema. Mimi nimetangulizwa tu, nazungumza kwa niaba ya watu, na ndio maana ndugu zangu waandishi wa habari mtaniwia radhi. Wale mnao nitafuta binafsi nije kwenye interview na wakwepa sana, kwa sababu ninayosema sio yangu binafsi. Ninazungumza kwa niaba ya kundi kubwa. Tunashauriana kabla ya mimi kuja kuyasema. Kwa hiyo ninayosema sio yangu. Hata wale wanachama na viongozi wa Chadema wenye hasira na mimi mnanikosea tu. Kwa hiyo sisemi ya kwangu, mimi ni speaker tu. Nazungumza kwa niaba ya kundi kubwa. Kwa hiyo wanachama wenzetu tunawasihi watulie kwa muda, wasifanye maamuzi. Tuendelee kushauriana. Tunaendelea kushauriana na makundi mbalimbali ya wadau wa demokrasia wenye nia na kupata njia nzuri, halali na yenye tija zaidi itakayowezesha watu kutimiza ndoto zao, matamanio na matumaini ya Watanzania, kupata viongozi wawakilishi mbadala kutoka katika kundi kubwa la wanasiasa na viongozi mahiri wa Chadema. G55 inaamini kwamba bado wanachadema wenyewe tunao uwezo na uhakika wa kupata ufumbuzi wa ndani wa changamoto zote za kidemokrasia zinazotukabili. G55 tutatoa taarifa ya kina zaidi kuhusiana na jitihada hizi tunazoendelea nazo hivi karibuni. Kwa hiyo tunawasihi wanachama na viongozi wa Chadema, hebu watulie. Hivi karibuni tunaposema sio muda mrefu sana, kwa sababu tunaangalia njia bora na tunaendelea kushauriana na viongozi wetu watushauri namna nzuri ya kukishikilia chama chetu kisiparanganyike. Kwa leo tumewaita tuwaeleze haya kwa uzito, na tuwaombe sana waandishi wa habari myafikishe kwa uzito huo, kwa sababu kama taifa tuko mahali ambapo sio pazuri sana na kama chama. Asanteni sana kwa kunisikiliza, na naomba nimalizie jambo moja. Kuna kitu kinasemwa lakini hakisemwi kwa ufasaha: kutokusaini maadili. Kanuni ya sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani ya mwaka 2024 kifungu cha 162 ndio kimeipa tume mamlaka ya kutunga kanuni, na imesema
kwa madhumuni ya kusimamia uchaguzi wa haki, huru na amani, na baada ya kushauriana na vyama vyote vya siasa na serikali, tume itaandaa na kuchapisha katika gazeti la serikali kanuni za maadili ya uchaguzi zitakazosainiwa maadili ya vyama vya siasa, serikali na tume wakati wa kampeni za uchaguzi na utaratibu wa utekelezaji wake. Kifungu kidogo cha 3 kinasema mtu ambaye atakiuka masharti ya kanuni za maadili ya uchaguzi ataadhibiwa kwa mujibu wa kanuni hizo. Kwa wale wanaosema kwamba kanuni haziwezi kutoa adhabu, sheria ndio iliyofungua milango kwamba kanuni ndio ziweke adhabu. Kwa hiyo kifungu cha 1.5 cha kanuni kimewekwa kwa mujibu wa sheria kifungu cha 162 kifungu kidogo cha 3. Kwa hiyo wanasheria wetu watuelekeze vizuri, wasisome kanuni nusu nusu, kwa sababu wanajaribu kutufanya tuamini kwamba kanuni hazina mamlaka ya kuweka adhabu. Adhabu hiyo ni kwa mujibu wa sheria. Sisi tunaelewana? Na ukisoma kanuni ya sheria ya Kiingereza imetumia maneno shall. Kwa hiyo wanasheria wetu wakati wanaendelea na mijadala wasome mpaka mwisho kifungu cha 162 kifungu kidogo cha 3. Waunganishe na katiba ibara ya 74 kifungu kidogo cha 12 ambacho kinasema maamuzi ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi hayatahojiwa katika mahakama ya ngazi yoyote ile katika taifa hili. Mimi ni washukuru na niko tayari kwa maswali kama yatakuwepo.